Wewe ni mtakatifu, maana jina lako ndio jina kuu lilitoa majina yote. Katika jina lako kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba, tuko tayari tena, Baba wa rehema, kupita katika sura ya 8. Neema yako Baba iwe pamoja nasi Bwana. Na Roho Mtakatifu tuliahidiwa, ambaye ni mwalimu bora akitufundisha neno la Mungu. Na Baba, neno lako Baba wa rehema lizidi kufungua watu wako, wakitolewa Baba katika vifungo vya nafsini, rohoni na mwilini. Ninatukuza jina lako Bwana, maana wewe ni mwema na mtakatifu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tulipata neema ya kupitia kuanzia sura ya 1 mpaka sura ya 7, na tukaona kuhusu sadaka, zile sadaka 5. Tuliona juu ya sadaka ya kuteketeza katika sura ya 1, na katika sura ya 2 tukaona juu ya sadaka ya nafaka ama sadaka ya unga, na sura ya 3 tukaona juu ya sadaka ya amani ama sadaka ya ushirika, na sura ya 4 tukaona sadaka ya dhambi, na sura ya 5 tukaona sadaka ya hatia, na bila shaka sura ya 6 na sura ya 7 tukiona sheria juu ya hizo sadaka ifanywe nini na wale makuhani. Lakini sasa leo nataka tuingie kwenye sura ya 8. Wakati nilikuwa nikiweka msingi, kama ulikuwa makini, basi nilisema ya kuwa sura ya 8 mpaka 10 inahusu kusimikwa kwa makuhani. Na kama unavyojua makuhani ilikuwa ni Aruni na watoto wake wale 4, ingawa wawili tutawaona pale wakitenda mabaya na wakipigwa wanakufa, ina maana wanakatiliwa mbali, lakini kwa moto kutoka kule madhabahuni na kuwalamba, baada ya wao kuchukua moto wa kigeni na kuweka kwenye vyetezo vyao. Kama unavyojua watu wa Mungu, mambo ambayo sio sahihi haitakiwi kuwekwa katika neno la Mungu. Umeona ya kuwa moto wa kigeni ilifanya wale Abihu na Nadabu wakafa. Lakini kwa sasa hivi, kama Michael alivyosema, wapo watu wengi sana ambayo wamefanya nini? Wamekufa kiroho. Kwa sababu gani? Wamekufa kiroho kwa sababu watu wa Mungu, mshahara wa dhambi ni mauti. Ukizidi kutenda dhambi, unakatazwa unatenda dhambi, unakatazwa unatenda dhambi, hatimaye kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni unakufa kiroho. Ukishakufa kiroho, basi udhihirisho unakuja katika ulimwengu wa kawaida. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu, uwe makini sana na dhambi, maana dhambi si rafiki kwa mtu aliyeokoka. Sasa watu wa Mungu, tuende kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 8. Tuende tuone, je, kusimikwa kwa Aruni na watoto wake ilikuwaje? Lakini watu wa Mungu, bado masuala ya sadaka yanaendelea. Kati ya kusimikwa kwa Aruni tutaona habari za kumwagwa kwa damu, na bila shaka itanilazimu tena leo tena niombe na damu. Jana niliomba na damu sana, baadaye nilipitia nikasikiliza maombi yale. Bila shaka leo tena nataka niombe na eneo la damu, ana kuna watu wengi sana ambayo maombi ambayo naomba wakati unafundisha habari za hizi sadaka imezaa matunda, kwa sababu kuna watu wameona mabadiliko. Bila shaka nitaomba tena leo. Bila shaka naomba mtakatifu mmoja wa Bwana aanze kunisomea hiyo sura ya 8, tuone jinsi Haruni na watoto wake walivyosimikwa katika ofisi ya ukuhani. Tuende kwa jina la Yesu. Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtwae Haruni na wanawe pamoja naye na yale mavazi na mafuta ya kutia, na ng'ombe mume wa sadaka dhambi, na kondoo waume 2, na kikapu cha mikate isiyotiwa chachu. Kisha ukutanishe mkutano wote hapa mlangoni pa hema kukutania. Basi Musa akafanya kama alivyoambiwa na Bwana, na huo mkutano ulikutanisha mlangoni pa hema kukutania. Bwana Yesu asifiwe.
Bila shaka umeona ya kuwa kilichofanyika ni nini? Mungu anasema na Musa. Anasemaje na Musa? Anaambia Musa ili walikuwa ni nani? Walikuwa ni makuhani tu, na baadaye tutaona ya kuwa Walawi nao walipewa nafasi ya kusaidiana na wale makuhani katika ile hema ya makutano. Lakini sasa umeona wanaitwa Wanaisraeli wote waikaribie hema ya makutano, maana walitakiwa waishuhudie tukio la kusimikwa kwa wale ambayo wangekuwa ni wapatanishi kwao, ambayo wangewapatanisha dhambi zao na Mungu, ambayo ni ofisi la kikuhani. Lakini umeona sasa Mungu bado anasema na nani? Anasema na Musa. Kumbuka ya kuwa Musa bado yupo, na kama Musa yupo, Mungu ndiye aliyekuwa anasema na Musa, Musa ndiye aliyekuwa anasema na wengine. Lakini kwa sasa hivi ikoje? Ni kweli Mungu aweza kusema na mimi, lakini Mungu aweza kusema na wewe pia. Usijidharau. Jinsi Mungu anavyosema na mimi, anaweza kusema na wewe pia. Ili mradi tu uwe umeokoka, alafu unakaa katika utakatifu, kwa sababu Mungu akai katika dhambi. Kama unavyojua, nuru na giza haziwezi kachangamana. Kinachofanya Mungu akupende na ajifunue kwako ni maisha yale unayeishi. Na ukiishi maisha matakatifu, Mungu atakupenda, maana kumbuka anapenda wale wanayempenda, na atakufunulia mengi. Na wacha nikwambie, Mungu hana upendeleo sasa hivi ya kuwa sijui mchungaji George ndiye atamtumia. Hapana, hata wewe atakutumia. Mara ngapi umeomba Mungu akajibu? Mara nyingi sana. Ndio maana watu wa Mungu, mazingira sasa hivi sio ya mtu mmoja kama ilivyokuwa ya kuwa Mungu anaongea na Musa pale katika ile makutano. Hebu twende tuone kinachofuata kwa jina la Yesu. Musa akaambia mkutano neno aliloliagiza Bwana kwamba lifanywe ni hili. Basi Musa akawaleta Haruni na wanawe, akaosha kwa maji. Kisha akamvika Haruni ile kanzu na kumfunga mshipi, na kumvika joho na kumvika naivera, na kumfunga huo mshipi. Umeona sasa Musa anamleta Haruni na watoto wake, lakini cha ajabu ni Haruni ndio anayeanza kuvishwa. Anavishwa nini? Eti anavishwa kanzu, anavishwa joho, anavishwa naivera, anavishwa kifuko. Umeona sasa? Lakini kumbuke ya kuwa ndio lile vazi la kwani tuliyeona kwenye ile sura ya 28 kitabu cha Kutoka. Nasema hivi watu wa Mungu, lakini sasa usipoijua vazi la kwani, huwezi ukaelewa hapa ya kuwa amevishwa nini. Utabakia una float. So watu wa Mungu, ni kuonyesha kile ambacho alivishwa Haruni, angalau picha yake upate kuona taswira yake, maana angalau ikae kwako. Waona sasa? Bila shaka hapo kila mtu anaona, si ndio? Umeona hii nyeupe ndio kanzu aliyekuwa anavaa kwanza. Umeona? Lakini juu yake palikuwa na hii ya blue ambayo ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni joo, lakini ilikuwa na zile makokomanga na vile vikengele. Ili anapoingia mahali patakatifu, basi vile vikengele vipate kufanya nini? Vipate kulia, ili julikane kama ni yu hai ama tayari kashakula miereka. Lakini umeona hii ndio naivera. Hii ndio naivera. Alafu kuna hapa huu mshipi, alafu kuna kifuko ambayo ilikuwa imebeba nini? Vipande vile vya mawe. Umeona? Mawe 12 ikiwakilisha nini? Ikiwakilisha makabila 12. Lakini ndani ya hicho kifuko palikuwa na Urim na nini? Na Thumim. Lakini kwenye bega palikuwa na bapa ambayo ni ya dhahabu, lakini pia imeandikwa majina 16 na 6, na maana majina 12. Lakini kichwani palikuwepo na kilemba, umeona, kama kofia, lakini pakiwa na nini? Ufito wa dhahabu ambayo iliandikwa mtakatifu kwa nani? Mtakatifu kwa Bwana. Umeona? Kanzu, joo, naivera,
alafu huu hapa ni mshipi, alafu hichi ndicho kifuko ambacho umeona hizo rangi ni mawe tofauti tofauti ambayo ni 12 kiwakilisha makabila 12, lakini ni kifuko. Ina maana naweka mawe mawili ambayo ni Urim na Thumim kwa ajili ya kupiga kura. Lakini umeona bapa ya hii kwenye bega hapa ambayo imeandikwa, lakini hapa kuna hii hapa kilemba, lakini pana hii ufito wa dhahabu ambayo iliandikwa takatifu kwa Bwana. Lakini unaona sasa hii ni madhabahu. Hii ni madhabahu ya nini? Hii ni madhabahu ya dhahabu. Tayari umeona anafukiza uvumba, ina maana ameingia pale katika mbele ya pazia. Ina maana ukipita hiyo pazia ukienda kule upande wa pili umeingia mahali patakatifu pa patakatifu. Lakini usipoweka kitu kama hichi kwenye kichwa chako na ufahamu wako, hata kama ungesoma hapo unapiga na mirusi, huwezi kuelewa. Hata kama ungekuwa unapiga na vigelegele huwezi kuelewa. Nini? Kwa sababu utasikia kavishwa kanzu, kavishwa nini, kavishwa naivera, lakini hiyo kanzu ikoje? Hiyo naivera ikoje? Hii ndio faida ya watu wa Mungu kuona, lakini pia kujifunza. Kujifunza kwa kuona inasaidia sana. Maana unapoiona hii inakaa kwako. Nadhani tuliokuwa kwenye kitabu cha Kutoka bila shaka nilipita katika kila kipengele na kila kipande. Nimekuonyesha tu ili upate kuona hapo. Nani mwenye ana neno la kusema katika hapa? Of course sipo katika vazi la kuhani, nipo katika kusimikwa kwa kuhani, lakini kwa nafasi yako naweza kaja nikapitia na wewe nikakueleza na nilitoa na maana yake, na tutakapokuwa tunakwenda kule mbele tutakutana naye. Na tuliwahi kuona ya kuwa Daudi kama mfalme alikuwa anavaa naivera. Tuliona naivera ambao Daudi alikuwa anavaa wakati akuwa ni kuhani mkuu. Tuliona naivera aliyekuwa anavaa Samueli wakati akuwa kuhani mkuu. Eti mama yake kila mwaka alimshonea nini? Naivera. Naivera gani wakati alikuwa anavaa kuhani? Ndio maana ya faida ya kuwepo hapa. Maana bila shaka ni mapenzi ya Mungu tujue. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende sasa. Lakini kama hapa ukwepo, unaweza ukaja kwa wakati wako ili nipitie na wewe kwenye kitabu cha Kutoka. Maana hii nilieleza vizuri sana kuhusu vazi la kuhani na vazi la nani? Vazi la kuhani mkuu na vazi la makuhani kawaida. Twende kwa jina la Yesu. Kisha akamtia kile kifuko cha kifuani, akatia hizo Urim na Thumim katika hicho kifuko cha kifuani, akamvika na kile kilemba kichwani mwake, na juu ya kilemba upande wa mbele akakitia kile kipande cha dhahabu, hiyo taji takatifu, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha Musa akatoa, umeona alipomtia kifuko, ambayo kifuko hicho ndio hichi hapa ambayo inaonekana ikiwa na mawe. Basi na maana kifuko hicho ikawekwa Urim na Thumim. Urim na Thumim ilikuwa ni nini? Urim na Thumim zilikuwa ni mawe mawili ambayo zilikuwa zinafanana kiasi kwamba ukigusa kwa mkono uwezi kujua Urim ni ipi, Thumim ni ipi. Lakini moja iliandikwa Urim, moja Thumim. Ina maana ilikuwa ni kwa ajili ya kutoa maamuzi. Kuhani alipokuwa anapokea mnyama wa sadaka, alikuwa anajua kama Mungu ameipokea ama ameikubali kupitia hapo kupiga hizo nini? Kupiga hizo kura, anazichanganya alafu anatoa. Ndio maana watu wa Mungu, usione waganga sasa hivi wanafanya hizo mambo ya kubashiri. Kumbuka ya kuwa asili yake yote iko kwenye Biblia, Agano la Kale. Na bila shaka hata kama mtu ameiba alafu anakataa, kilichokuwa kinatoa maamuzi ni hapo hapo. So ilikuwa pia kuhani mkuu iliyomfanya yeye kuwa kama hakimu mkuu, maana yeye ndio aliyeamua kesi ambazo zilikuwa zinatokea pale katika taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini kifuko kibebe mawe 12? Ina maana mstari wa kwanza iwe na mitatu. Ni kwa sababu watu wa Mungu, huyu kuhani alipokuwa anaingia mahali patakatifu kwenda kupatanisha dhambi za wana wa Israeli, kumbuke ya kuwa alikuwa anawakilisha makabila 12. Ina maana alikuwa amewabeba kwenye kifua, lakini pia alikuwa amewabeba kwenye mabega yake. Ina maana kumbuka anapopatanisha dhambi zao alikuwepo pale. Lakini sasa hivi Yesu ametubeba katika
damu yake aliyemwaga. Alipoimwaga pale katika mlima Golgotha pale juu ya msalaba, ni kwa ajili ya dunia yote. Ndio maana kila mtu anayeamini ya kuwa Yesu Kristo alifufuka kutoka umautini na kukiri kwa kinywa chake ya kuwa yeye ni Bwana, bila shaka kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika ni moja kwa moja mtu huyo anakuwa amepokea wokovu. Na ukipokea wokovu tu, bila shaka ina maana Yesu anakuombea pale mkono wa kuume katika kiti cha enzi cha Mungu Baba. Ndio maana nasema hivi, makuhani wao waliwakilisha kazi ambayo Yesu angekuja kufanya. Kumbuka ya kuwa makuhani walikuwa wanapatanisha dhambi za watu kila wakati. Kumbuka ya kuwa na wao pia walikuwa wenye dhambi. Ndio maana eti sadaka ya dhambi ya kuhani. Lakini kumbuka tunayo kuhani mkuu ambao ni Yesu Kristo, ambayo hakufanya dhambi wala hakuhitaji kujipatanisha dhambi zake. Ndiyo maana yeye ndiyo kuhani mkuu wa Kimelkizedeki, na maana kuhani mkuu wa milele wa kudumu pamoja na wewe. Sema mimi ni kuhani. Mimi ni kuhani pamoja na Kristo. pamoja na Kristo. Umeona hata ukura wakati mwingine wale wanahitaji kubishana na shetani. Unaweza kusema tu Bwana mimi ni kuhani, nipishe. I'm a high priest. Give way. Unaenda. Ukisema wewe ni kuhani mkuu, kuhani mkuu ni Yesu. Ukisema hivyo bila shaka atamuona Yesu ndani yako. Lakini kumbuke imeandikwaje? Imeandikwa hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale amefanya nini? Ya sasa yamekuwa mapya. Na sio mimi ninayeishi bali Kristo. Kama ni Kristo anaishi, je, mimi kuhani mkuu ama sio kuhani mkuu? Mwambie shetani nipishe mimi ni kuhani mkuu. Lakini wewe shetani akija kikutishia kidogo unapiga miayo. Mwambie Bwana pisha kuhani mkuu afanye nini? Apite aende zake. Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha Musa akatoa mafuta matakatifu ya kutia, akatia mafuta maskani na vyote vilivyokuwamo na kuvitakasa. Umeona sasa, Musa anachukua mafuta. Mafuta pia tuliona jinsi ilivyotengenezwa katika ile sura ya 29 kitabu cha Kutoka. Hata mafuta hayo yalikuwa ni mafuta ya nini? Mafuta matakatifu. Yale ni mafuta ya kufanya nini? Ya kumimina juu ya Aruni. Na ndio maana ukisoma katika ile kitabu cha Zaburi 133 ina mistari mingapi? Ina mistari mingapi? Ni very common. 133 watu wa Mungu. Je, kuna zaburi nyingine fupi kuliko hiyo? Ina mistari mingapi? Hebu nisomee. Watu wa Mungu, si tulipita mwaka jana kwenye Zaburi? Si tulipita kwenye Zaburi? Ina mistari mingapi? Ndio zaburi iliyo fupi kuliko zaburi zote. Ziko ngapi? Hebu soma 133 Zaburi. Tazama jinsi. Ina mistari mingapi kwanza? Mitatu. Ina mistari mitatu. Tazama, hebu soma. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza. Ndugu akae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani. Ni kama mafuta gani? Yashukayo ndevu za Haruni. Yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Bila shaka watu wa Mungu, Musa alipomimina mafuta juu ya Haruni, ina maana ilishuka kwenye ndevu zake mpaka kwenye upinde la vazi lake. Watu wa Mungu, nasema hivi, huwezi ukajua jinsi mafuta yalishuka pasipo kujua hii sura ya 8 kitabu cha Mambo ya Walawi, jinsi ambayo Haruni alisimikwa. So chanzo cha kujua hizo mistari mitatu katika Zaburi ya 133 ni kujua sura ya 8 kitabu cha Mambo ya Walawi. Ndio maana nilisema hivi, tunatumia Biblia kujitafsiri yenyewe. Sehemu moja na tafsiri sehemu nyingine. Hii ni msingi wetu sisi wanaagizo kuu. Hatuhitaji kutumia akili zetu. Tunahitaji kutumia Biblia, maana ni Roho Mtakatifu ijitafsiri nini yenyewe. Twende kwa jina la Yesu kwenye Mambo ya Walawi.
akanyunyiza hayo mafuta juu ya madhabahu mara 7 na kuitia mafuta madhabahu na vyombo vyake vyote na birika na tako lake ili kuvitakasa. Kwa nini alinyunyiza mara 7? Akatia na kunyunyiza mara 7. Namba 7 ni namba ya ukamilifu. Namba 7 ni namba yani takatifu na namba ya ukamilifu. Namba ya kimungu. Kwa nini? Siku ya 7 Mungu alikamilisha uumbaji, kila kitu kilikuwa kimekamilika, basi Mungu akaitakaza siku hiyo ya 7, akaifanya iwe takatifu, naye akastarehe. So namba 7 ni namba ya ukamilifu, ni namba ya kimungu. Ndio maana kuinyunyiza mara 7 ina maana ilikuwa ni kuondoa dhambi zote na kila unajisi moja kwa moja. Ndio maana akanyunyiza mara 7. Lakini kumbuka ya kuwa ana yatakaza vyombo vile kwanza kabla hajamtakaza kuhani mkuu ambayo ni Haruni, ingawa tayari ameshavishwa vazi lake. Na vazi hilo hakuvaa kuhani mwingine. Kuhani mkuu alikuwa na kuwa moja mpaka afe. Ndio maana Haruni alikuwa ni kuhani mkuu mpaka alipokufa. Katika mlima gani ule? Haruni alikufa kwenye mlima gani? Mlima Hori. Ndipo sasa mwanae mkubwa aliyekuwa ni Eleazari akapata kurithi kiti cha kuwa kuhani mkuu, naye ndio aliyekuwa anavaa vazi hilo. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa jina la Yesu. Kisha akamimina mafuta haya ya kutia kichwani mwake Haruni na kumtia mafuta ili amtakase. Kisha Musa akawaleta wana wa Haruni na kuwavika kanzu na kuwafunga mishipi na kuwavika vilemba kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha akamleta yule ng'ombe Musa. Nani ambayo akawavika vilemba? Watoto wa Haruni. Kwa nini amewavisha nini? Kanzu na kilemba. Kilemba ndio kile nilichokuambia cheupe. Na kumbuka kile cheupe kwa kuhani mkuu ilikuwa inawekwa fito ya dhahabu ambayo imeandikwa mtakatifu kwa Bwana. Lakini kwa watoto wa Haruni walikuwa navaa kanzu tu alafu na kilemba cheupe. Umeona sasa tofauti ya vazi la kuhani mkuu na kuhani wa kawaida. Kuhani wa kawaida alivaa kanzu na kilemba, lakini Haruni naye katika shughuli kama siku ya upatanisho, Haruni alikuwa anavaa kanzu na kilemba. Siku ya upatanisho, yani mara moja kwa mwaka, alikuwa anaingia mahali patakatifu akiwa amevaa nini? Akiwa amevaa kanzu na kilemba. Na ni mara moja tu kuhani mkuu alikuwa anavaa kanzu na kilemba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Kisha akamleta yule ng'ombe mume wa sadaka ya dhambi, na Haruni na wanao wakaweka mikono yao katika kichwa cha huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi. Kwa nini Haruni na watoto wake wakaweka mikono yao katika sadaka ya huyo dhambi? Umeona sasa, jambo la kwanza tayari wameshavishwa. Na kumbuka ya kuwa wameshafanya nini? Tayari wameshavishwa. Lakini kumbuka Musa ndiye anaye officiate. Musa ndio anayefanya shughuli hiyo. Ina maana Musa anawasimika wale, mkubwa wasimika mdogo. Umeona sasa? Ina maana Musa alikuwa mkuu kuliko Haruni na watoto wake. So ni Musa ndiye anayefanya nini? Anawasimika. Lakini kazi hiyo sasa inayofanyika kwenye hema, atakaye kuwa anafanya atakuwa ni Haruni na watoto wake. Maana wao ndio Mungu amewachagua kuwa kama wapatanishi ya Mungu na watu wake. Na hiyo ilikuwa ni kivuli cha kazi ambayo angekuja kufanya Yesu. Maana kumbuka ya kuwa Yesu alifanya kazi ya kutupatanisha na Mungu, na sisi kazi hiyo tunaiendeleza. Ndio maana kazi ninayofanya mimi na wewe, tunapoeleza watu habari za Yesu Kristo na habari njema ufalme wa Mungu na kuwafanya wampokee Yesu Kristo, ina maana sisi tunakuwa patanishi. Ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo sura 5 nimesema kuwa heri wapatanishi, maana wao itaona Mungu. Mbona usemi wataitwa wana wa Mungu? Umesahau nini? So sema mimi ni mpatanishi.
mpatanishi. Lakini ili uitwe mwana wa Mungu lazima uwe mpatanishi kweli. Wewe tangu mwaka uishe wala hujaleta mtu kanisani wala hujamhubiria mtu habari za Injili, yani unaogopa. Ili uitwe mwana wa Mungu kweli kweli lazima uwe mpatanishi. Lakini kumbuke ya kuwa ukitaka kuunganisha na kuwa hivi, waliyempokea Yesu Kristo wamefanyika kuwa watoto wa nani? Wamefanyika kuwa watoto wa nani? Waliyempokea nani? Waliyempokea nani? Wamefanyika nini? Wamefanyika wana. Kumbuke ya kuwa wana wa Israeli walikuwa ni wana wa Mungu. Ndio Mungu akawachagua. Anamwambia Musa hivi kwenye ile sura ya 4 ya kuwa ambia Farao aache Israeli maana ni mzaliwa wangu wa nini? Wa kwanza. Lakini kumbuka kwa sasa hivi Yesu Kristo ndio mzaliwa wa kwanza, lakini na sisi pia sema na mimi ni mzaliwa wa kwanza. Na mimi ni mzaliwa wa kwanza. Maana mzaliwa wa kwanza anakaa ndani yangu. Mbona sasa mtu asikwambia kwa wewe ni mzaliwa wa kwanza sijui utakufa sijui lazima mabaya kupata sijui wewe ndio dirisha sijui wewe ndio nini? Achana na hayo. Lango. Hakuna kitu kama hicho. Yesu Kristo ndio lango. Na kama Yesu anakaa ndani yangu na mimi ni lango. Lakini lango la mema. Maana mwili wangu si hekalu. Mapepo mabaya hawezi kupita na kuingia kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona sasa ili wapatanishi maana taitwa wana wa Mungu. Lakini waliyempokea Kristo wamefanyika kuwa wana. Ina maana sisi tunakuwa warithi pamoja na mzaliwa wa kwanza wa Mungu ambao ni taifa la Israeli. Kwa kumpokea Kristo tunakuwa ni warithi pamoja na wana wa Israeli. Ndio maana nasema hivi, unajua kama wewe ni mrithi sema mimi ni mrithi. Mimi ni mrithi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu nikuulize, mrithi anatazamwaje? Mrithi anatazamwa kwa jicho la tofauti. Mzazi wani wazazi wanatazama sana kwa jicho la tofauti. Wanalindwa. Sema mimi ni mrithi. Mimi ni mrithi. Na kuanzia leo. Na kuanzia leo. Bwana nilinde. Bwana nilinde. Ili nipate kurithi. Ili nipate kurithi. Umeona hapa wamekamata mrithi. Waliyekamata mrithi hapo lazima waachie mrithi. Achieni mrithi. Huyu ni mrithi pamoja na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema hivi watu wa Mungu. Unaweza kusema mchungaji, mpaka nije pale. Unapokaa hapa nguvu ya Mungu hapa inakuwa kubwa kupitiliza. Unapohubiri neno la Mungu hivi wakati wa ibada, nguvu ya Mungu inakuwa kubwa haijawahi kutokea. Kubwa kweli kweli. Ndio maana nasema unaweza kaa hapa lakini usijue kama unafunguliwa. Lakini kuna faida sana kukaa kwenye hapa. Kwa nini mimi kila siku mzima ninaposimama hapa hii nguvu ya Mungu inaniumba tena upya. Lakini kuna vitu vingine ukitambua shetani ana nafasi na wewe. Hebu sikia kuwa mrithi alafu kuhani mkuu. Pisha bwana. Kuhani anapita. Pisha. Nani lazima pishe kwa sababu hebu ona kuhani mkuu alikuwa ametiwa mafuta. Alikuwa amevaa vazi ambayo vazi ile ilikuwa sio mchezo. Ilikuwa takatifu. Yaani ukigusa tu ukiwa na mabaya umetakasika. Nasema watu wa Mungu, hilo vazi ya Haruni unaivaa. Sema nimeivaa. Nimeivaa. Wewe umeivaa. Amen. Umeivaa. Amen. Na uongo wako Eriki umeivaa. Umeivaa. Wewe na kutokusamea Eriki umevaa. Eti Eriki mpaka juzi eti bado hikumbuka watu waliyemtenda mabaya machozi yanamtoka analia. Umeshaacha hiyo mtoto wa Lema? Umeshaacha. Wewe Umeshaacha. Vazi la kuhani ni mtakatifu. Ni maisha matakatifu. Moyo wako uwe mweupe. Uwe mtu wa kusamehe na kuachia. Watu wa Mungu nasema hivi. Kuna vitu vinavyoua watu. Kushikilia watu. Ndio maana watu wa Mungu, uwe ni mtu ambaye umeona jambo kwangu, just come and tell me.
Njoo uniambie kwa hekima, lakini usinilize, si ndio? Usinifanye nilie mtoto wa mwenzio. Niambie kwa upendo tu kwa mchungaji. Hebu hili jambo la kunanuna achana naye. Nasema Bwana nisamehe kwanza Bwana. Nimetambua ubaya. Nitaomba msamaha, nataka niende mbinguni. Lakini kusema kwa Bwana mchungaji is not questionable. I'm questionable. Je, Yesu akutoa nafasi kwa ajili ya kuulizwa maswali? Na wewe toa nafasi kwa ajili ya maswali. Nasema hivyo watu wa Mungu. Uweze kujua jinsi Yesu ni kuhani mkuu pasipo kujua ukuhani wa Kilawi. Ukuhani tunayoongelea ni ukuhani wa nini? Ukuhani wa Kilawi. Ilikuwaje? Ilikuwa na tofauti gani na ukuhani wa Yesu? Ukuhani wa Kilawi ilitakiwa mtu lazima awe wa familia ama wa kabila la Lawi. Lakini ukuhani aliyekuwa nao Yesu ilikuwa ni ukuhani wa Melkizedek, mfalme wa Salemi. Na maana ni kuhani lakini pia ni mfalme. Lakini kumbuka Melkizedek, sifa zake ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania unaona kabisa kuwa hakuwa na mwanzo wala kazuka tu alafu kapotea. Haijulikana nani alimzaa, haijulikana alikuwa wapi, yani kazuka tu ni sawa sawa na Kristo ambayo alikuja na alikuwepo na atakuwepo. Amina. So kinachofanyika, Mungu aliandaa ukuhani wa Melkizedek ili Yesu ambayo hakuwa ni wa kabila la Lawi aje apate kuwa ni kuhani. Lakini pia kumbuka Yesu alitakiwa pia awe ni mfalme. Ndio maana sisi ni makuhani wakuu lakini wafalme, maana tutatawala pamoja na nani? Na Kristo. Umeona sasa? Na hii ukuhani inatupa mamlaka ya kuturudi kwenye Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26 na 7 kwa na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiendacho juu ya nchi chenye nini? Chenye uhai. Je, wewe unatawala? Mbona mende tu anakupa shida suma? Mende tu akiruka pale chuma pale sabeni kwako unapiga mayowe. Sema mimi ni mtawala. Mimi ni mtawala. Una uhakika? Mbona yule mjusi anakupa mashaka? Basi mwambie hivi, mtamkia kuwa nimepewa mamlaka kutawala bahari na nchi, vyote viendao juu ya nchi. Hebu twende mchungaji, usichanganye. Na Musa akaitoa damu yake, akaitia katika pembe za madhabahu pande zote kwa kidole chake. Umeona sasa watu wa Mungu, huyu sadaka ni sadaka ya dhambi kwa ajili ya makwani. Hebu nikuulize, sadaka ya dhambi ya makwani tuliona kwenye sura gani kitabu cha mambo ya Walawi? Sura gani kitabu cha mambo ya Walawi? Wewe, sura gani kitabu cha mambo ya Walawi? Sadaka ya dhambi. Nimetoka kuisema hapa tulipokuwa tunaanza. Sura ya 4 sawa. Nilisema kwa kwenye sura ya 4 kuna makundi 4 ambayo walitoa sadaka ya dhambi. Wa kwanza walikuwa ni sadaka ya dhambi ya makwani. Ya pili ilikuwa ni sadaka ya dhambi ya makutano ama wana wa Israeli kwa pamoja. Alafu ya tatu ilikuwa ni sadaka ya dhambi ya mtawala. Alafu ya 4 ilikuwa ni sadaka ya dhambi ya mtu binafsi. Sasa umeona sasa, tuliona ya kuwa kuhani mkuu ametenda dhambi, alitakiwa alete ng'ombe, unakumbuka? Lakini sasa hebu nikuulize, ilikuwa inapakwa damu kwenye madhabahu gani katika kuhani pamoja na makusanyiko ya taifa la Israeli? Yes, ilikuwa inapakwa kwenye madhabahu ipi? Madhabahu ya uvumba, sawa. Ama madhabahu gani? Wewe madhabahu ya uvumba inaitwaje?
Madhabahu ya dhahabu simetaka kukuonyesha hapa wewe. Hii hapa madhabahu ya nini? Hii madhabahu ya dhahabu ama madhabahu ya uvumba. Ile ya nje kule ya kuteketeza ni madhabahu ya shaba. Shaba ikiwakilisha hukumu ya kimungu. Hii dhahabu ikiwakilisha uungu, deity of God. Uungu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona sasa, kama ukuelewa ile Walawi sura ya 4, ile sadaka ya dhambi ya makoni, hapo sasa ukisoma huwezi kuelewa. Ndio maana unaona sasa nakuambia kuwa Biblia ili uelewe lazima uelewe kule ulikotoka, ili uelewe kule unakoelekea. Lakini ili uelewe kule unakoelekea lazima uelewe kule ulikotoka. Ili uelewe kule ulikotoka lazima uelewe kule unakoelekea. Ndio maana ukitaka kujua maana ya huyo ng'ombe anayechinjwa wameweka mikono juu yake, alafu hapo imeandikwa kuwa akapaka na kidole kwenye madhabahu, lakini hajaandika madhabahu gani. So ili ujue ni madhabahu gani lazima uolielewa kwenye sura ya 4 ya kuwa ilikuwa ni katika makundi mawili yale ambayo ni kwani pamoja na makusanyiko, ilikuwa ni madhabahu ya dhahabu ama ya uvumba, lakini kwa makundi mawili ambayo ilikuwa ni kiongozi na mtu binafsi, ilikuwa ni kwenye inapakwa kwenye pembe 4 ya madhabahu ya kuteketeza ama madhabahu ya nini? Madhabahu ya saba. Pigia Bwana makofi makubwa. Twende sasa, twende. Lakini umeona sasa Atakasa madhabahu. Kisha akaimwaga hiyo damu hapo chini ya madhabahu na kuitakasa ili afanye upatanisho kwa ajili yake. Umeona ni nani anayefanya hayo? Ni Musa anafanya, lakini kumbuka ya kuwa Aroni na watoto wake wameweka mikono yao juu ya yule ng'ombe. Lengo ni kuhamishia dhambi zao kwa yule ng'ombe. Anapochinjwa yule ng'ombe, ina maana anakufa kwa dhambi ambayo hakutenda, anafanya kazi ambayo Yesu angekuja kufanya baadaye. Ina maana sasa hivi Yesu ndiye aliyemwaga damu yake kwa ajili yetu sisi. Umeona sasa, usipoelewa kazi aliyefanya yule ng'ombe ama yule mwanakondoo ama yule mwanambuzi, huwezi kuelewa kazi kubwa aliyefanya Yesu. Ndio maana kabla hujakuja kuelewa uhalisia, lazima uelewe kivuli ama picha ama taswira. Ndio maana watu wa Mungu nasema ya kuwa Agano la Kale ni Agano Jipya imefunikwa. Agano la Kale ni Agano Jipya haijafikia utimilifu wake. Agano la Kale ni Agano Jipya haijakamilika. Ndio maana nasema ya kuwa Agano Jipya ni Agano la Kale imefunuliwa. Agano Jipya ni Agano la Kale imefikia utimilifu wake. Agano Jipya ni Agano la Kale imefikia wakati wake wa kutumika. Nisikia amina kubwa. Amen. Umeona sasa, huwezi kuelewa Agano Jipya pasipo kuelewa Agano la Kale. Lakini unaweza ukasema kwa mchungaji, mimi ni wa Agano Jipya bwana, usinitenie mchungaji. Una uhakika wewe ni wa Agano Jipya? Kama ni wa Agano Jipya, mbona bado unaishi mambo ya Agano la Kale? Wa Agano Jipya lazima ishi Agano Jipya. Lazima uelewe tofauti kati ya Agano Jipya na Agano la Kale. Ujue haya maagano mawili. Bwana Yesu asifiwe. Hamchungaji, sasa mimi Agano la Kale nihusu nini? Agano la Kale bila shaka ni Agano Jipya imefunikwa. So lazima ujue Agano Jipya imefunikwa, ndipo ujue Agano la Kale ina maana ndio sisi wanagizwa kutumia Biblia kutafsiri Biblia. Sehemu moja na tafsiri sehemu. Umeona sasa? Imekupa picha ya kuwa ungesoma sura ya 8 pasipo kusoma sura ya 4, usingejua hii madhabahu inayoongelea hapo ni madhabahu gani. Lakini kwa sababu tulisoma sura ya 4, tukaona ya kuwa ilikuwa ni madhabahu ya nini? Madhabahu ya dhahabu ama madhabahu ya uvumba. Umeona sasa? Hebu twende kwa jina la Yesu. Kisha akatoa mafuta yote yaliyo katika matumbo yake na kitambi kilichokuwa katika ini na figo zake 2 na mafuta yake, na Musa akayateketeza juu ya madhabahu. Lakini huyo ng'ombe mwenyewe na ngozi yake na nyama yake na mavi yake akachoma moto nje ya marago. Nani yuko na nini hapo? Unakumbuka ile sadaka ya dhambi? Umekuna kilichofanyika nini? Ina maana damu ilikingwa, kiasi cha damu
alimpaka katika mkono, akapaka katika pembe 4 ya ile madhabahu ya dhahabu. Kwa nini? Pembe inawakilisha nini? Pembe inawakilisha utawala. Kisha nikaona mnyama mwingine akitoka baharini, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Si nilifundisha habari za pembe, watu wa Mungu, kwenye kitabu cha Ufunuo? So watu wa Mungu, ina maana pembe zile zinawakilisha utawala wa nini? Utawala wa giza. Ina maana pembe 4 inawakilisha pande ngapi? Pande 4. Ndio maana kuna wanaohai wangapi? Wa 4. Pembe 4 ipo kaskazini, mashariki, magharibi na kusini. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu, inaashiria kuwa dhambi ilikuwa inaondolewa pande zote, lakini kumbuka ilikuwa inafunikwa tu. Ni Yesu ndiye aliyekuja kuiondoa dhambi moja kwa moja, maana Yesu alitoa uhai wake mara moja na hawezi kurudi msalabani. Ndio maana ukitenda dhambi ukidhani Yesu anarudi tena kutoa uhai wake msalabani, unadanganyika mtu wa Mungu. Yesu alishamaliza kazi. Alisema imefanya nini? Imekwisha. Alisema imefanya nini? Imekwisha. Wewe, ni kweli imekwisha. Harudi tena kwenda msalabani. Anarudi kama nani? Anarudi kama mfalme akileta ujira, akija kunyakua kanisa lake. Lakini kumbuka, baada ya kunyakua kanisa, anaenda naye kule mbinguni kwenye ile harusi ya miaka 7, akipisha miaka 7 ya dhiki kuu, kisha akirudi kumshinda yule mpinga Kristo na utawala wake, yule mpinga Kristo na majeshi yake. Wapi? Katika ile bonde ya Shefati. Utasoma kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2, katika bonde la kukata maneno. Wapi? Pale katika mlima gani yule? Ile katika eneo la Armageddon. Na baada ya hapo akisimamisha utawala wa millennium, utawala wa mwaka 1000, wewe na mimi tukitawala pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usipoelewa hayo, huwezi ukaelewa huku nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Niwe anayesema mimi ni mtawala, mimi ni mtawala, mimi ni mtawala, na kuanzia leo ninatawala. Natawala anga, natawala nchi, natawala makusanyiko ya maji. Tawala kwa jina la Yesu. Amen. Kisha akamsongeza yule kondoo mume wa sadaka kuteketeza. Tayari ameshamalizana na yule ng'ombe. Lakini umeona yule ng'ombe, nielewe vizuri, damu yake imepakwa kidogo kwenye pembe 4 ya ile madhabahu iliyopo mahali patakatifu, ama madhabahu ya dhahabu ama ya uvumba. Lakini damu iliyobaki akatoka nayo kwenye maskani, akarudi kwenye ua la nje, akaimwaga pande zote 4 kwenye ile madhabahu ya kuteketeza. Alafu anapanga kuni juu yake. Alafu kinachofuata ni nini? Anakwenda pale, anamchuna yule mnyama, zile mafuta yote aliyepo chini ya ngozi na kwenye kitambi na zile figo anazichukua, anaziweka juu ya madhabahu ya kuteketeza, anaziteketeza. Lakini vipande vyake vyote, pamoja na ngozi na mavi yake, pamoja na miguu yake na utumbo, anatoka nayo nje ya marago, anaipeleka kwenye mahali pasafi. Alafu inachomwa kila kitu. Sadaka ya nini? Sadaka, wewe, sadaka ya nini? Sadaka ya dhambi. Tupige Bwana makofi. Usichanganye kati ya sadaka ya kuteketeza na ya sadaka ya kuteketeza. Kumbuka ya kuwa katika sadaka ya kuteketeza, wote nikwambie tofauti kati ya sadaka ya kuteketeza na ya dhambi. Ya kuteketeza, damu yake inamwagwa katika ile madhabahu ya kuteketeza, lakini kinachofanyika nini? Ni ngozi tu ambayo anachukua anayemsimamizi ambao ni kuhani, lakini vipande vyote, miguu na utumbo, inasafishwa. Na kumbuka, kila kitu kinafanywaje? Kinateketezwa kwenye madhabahu ya nini?
ya kuteketeza ama madhabahu ya shaba, lakini dhambi inateketezwa, yani mwili wote unateketezwa nje ya marago, lakini ni mafuta na figo na ile damu iliyomwagwa pale inateketezwa kwenye madhabahu. Nani anasema mchungaji nimepata hapo? Lakini hii sadaka ya kuteketeza inamwakilisha Yesu. Sadaka ya dhambi inamwakilisha Yesu. Sadaka ya unga inamwakilisha Yesu. Sadaka ya amani ama ushirika unamwakilisha Yesu. Sadaka ya ushirika ama ya amani unamwakilishaje Yesu? Kumbuka ya kuwa ile sadaka ya ushirika ama ya amani walikuwa wanakula, unapeleka mnyama na chinjwa, alafu inatolewa kama sadaka ya kutikiza, alafu inatengenezwa chakula mnakula. Lakini sasa hivi sadaka ya amani ama ushirika ni meza ya Bwana. Ndio maana mtoto wa mtu nakaribia kukuandalia meza ya Bwana hapa siku chache zijazo, lakini nitakuwa makini kweli kweli, maana mtu asija kala aliyenajisika mabaya akampata. Na tuliona jana na juzi ya kuwa wapo watu waliyekuwa wanashiriki meza ya Bwana pasipo kujua maana ya sadaka ya ushirika kwenye mambo ya Walawi, na wengine walikuwa ametoka kunywa pombe alafu anakwenda na kunywa, alikuwa na maneno na mtu kule nje hajapatana naye, anakwenda anatoa ulimi na kula. Sasa yawezekana hapo ndipo shetani amekushikilia. Ulikuwa kwa kuwa natia, ukujua ya kuwa lazima uende wabaya wako upatane na wao. Lakini unakumbuka tulikuwa tunakula, tulikuwa tunakula wabaya ulishapatana na wao? Hapana. Ulikula ukiwa na hatia ama una hatia? Hatia. Tutafanyia kazi, kwa sababu ulitakiwa usile ukapatana na, kama sadaka uruhusiwi kutoa kama una neno na mtu kule nje. Je, meza ya Bwana zaidi? Hebu twende. Chungaji, usininyime kula meza ya Bwana, nitakunyima kweli kweli. Na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo, kisha akamchinja, na Musa akanyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Kisha akamkata kondoo vipande vyake, na Musa akateketeza kichwa na vile vipande na mafuta. Umeona sasa? Kichwa na vile vipande na mafuta. Umeona hiyo ni sadaka gani? Hiyo ni sadaka ya kuteketeza. Lakini kumbuka kuwa hii sadaka ya kuteketeza, damu yake hajaenda kupaka kwenye pembe, bali ameimwaga tu kwenye hii madhabahu ya kuteketeza, alafu mafuta akaweka juu ya madhabahu, juu ya kuni. Lakini kichwa na vipande pamoja na utumbo na miguu inaoshwa, inateketezwa, inakuwa sadaka ya kusogeza ya harufu njema mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ile dhambi haiteketezwi katika sadaka madhabahu ya kuteketeza. Nje ya marago. Marago ni nini? Marago ni nini? Kuna watu wanayechanganya kati ya marago na hema ya makutano. Hema ya makutano ni pale ambapo shughuli zile zilikuwa zinafanyika alipokuwa nakaa Bwana na zile sadaka. Lakini kumbuka ile kambi ya wana wa Israeli ndio iliyoitwa marago. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana sadaka ya dhambi ilikuwa inachomwa nje ya kambi ambayo ni marago. Nani amenielewa? Haleluya. Twende kwa jina la Yesu. Kisha akayaosha matumbo na miguu yake kwa maji, na Musa akamteketeza huyo kondoo wote juu ya madhabahu. Umeona? Na matumbo na miguu yote inaoshwa, inawekwa pale na teketeza. Sasa watu wa Mungu, wote nikukumbushe kidogo. Sadaka ya kuteketeza ndio ile iliyokuwa inatolewa asubuhi na jioni, saa 3 asubuhi na saa 9 jioni. Na maana pale katikati ya wana wa Israeli kuna sadaka ilikuwa inateketea mchana kutwa na usiku kutwa. Ndio maana umeona inawakilisha Yesu kutoa uhai wake mara moja. Na sasa kwa sasa hivi kumbuka ya kuwa Yesu yuko mbele za Bwana, lakini na ile kazi aliyetenda ya kutuokoa ambayo ni kazi njema, ni harufu nzuri mbele za Bwana, jinsi ambayo yule kondoo aliyeteketea na mafuta yake na vipande vyake na utumbo na miguu yake, bila shaka ile harufu ilikuwa ni nzuri machoni pa Bwana kila wakati. Ndiyo maana mtu wa Mungu nasema hivi, Yesu
Alisulubishwa saa ngapi? Saa 9. Wewe? Yesu alisulubishwa saa 3. Yesu alikufa saa ngapi? Saa 9. Alikufa saa 9, alisulubishwa saa 3. Saa 3 ilikuwa ni muda wa kutolewa sadaka. Hiyo dhabihu ya kuteketeza ya asubuhi. Saa 9 ilikuwa ni muda wa kutolewa dhabihu ya usiku. Umeona jinsi Yesu alivyochukua ndio mwana kondoo huyo. Lakini twende. Ilikuwa ni sadaka kuteketezwa kuwa harufu ya kupendeza. Ilikuwa ni sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha akamsongeza kondoo mume wa pili. Umeona yule wa kwanza alikuwa ni wa kuteketeza na yule ng'ombe alikuwa ni sadaka ya dhambi ya makuhani. Ndio maana watu wa Mungu, hebu pata picha kuwa anayepatanisha dhambi zako yeye mwenyewe na dhambi zake. Lakini watu wa Mungu, ndio maana Yesu alikuwa ni sadaka isiyekuwa na hila. Lakini pia pata picha, alikuwa ni kuhani mkuu asiyekuwa na dhambi. Umeona kuhani mkuu ilibidi kwanza yeye aondoe dhambi zake. Ndio maana Yesu atabakia kuwa mkuu, maana hakuwa na hila. Umeona, ina maana katika ile sadaka yote hata yule ng'ombe hakutakiwa kuwa na hila. Hata yule kondoo hakutakiwa kuwa na hila. Tumeona sasa katika hii siku ya kusimikwa kwa Haruni tumeshaona wanyama wawili. Wa kwanza tumeona ng'ombe, wa pili tunaona kondoo yule mume wa kwanza, lakini tuone kondoo mume wa pili ya kwa itakuwa ni sadaka gani. Ndio maana nilikwambia juzi na jana ya kwa sadaka hizo ndani ya siku moja zilitolewa sadaka nyingi, maana sadaka hizo zilikuwa zinafanya nini? Zinaendana. Huwezi kutoa sadaka ya tia pasipo kutoa sadaka ya kuteketeza. Huwezi kutoa sadaka ya kuteketeza pasipo kutoa sadaka ya dhambi. Huwezi kutoa sadaka ya dhambi baadaye pasipo kutoa sadaka ya amani ama ya ushirika. Bwana Yesu asifiwe. So dhambi ilikuwa na gharama, na hata sasa hivi dhambi ina gharama kupitiliza. Kama Michael alivyosema kuwa utatembea umevaa nguo nzuri lakini umeshakufa. Nini? Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Hebu twende. Kisha akamsongeza kondoo mume wa pili huyo kondoo kuwaweka wakfu, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja, na Musa akatoa katika damu yake na kuitia katika ncha ya sikio la kuume la Haruni, na katika chanda chake cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole cha gumba cha guu lake la kuume. Umeona sasa zinawekwa sasa kwenye masikio, inawekwa kwenye kidole. Sasa nini sasa? Mtu anasimikwa hapo. Ukiona watu wanasimikwa sasa hivi ni ukamilifu wa picha ama taswira iliyekuwepo katika Agano la Kale. Bila shaka utaona hiyo, alafu utaenda utazame ile kusimikwa kwangu niliyesimikwa kama bishop, uone alafu uone. Utaona kabisa kuwa kuna vitu ambayo ukiviona unakuta kumbe ile ilikuwa ni kivuli cha uhalisia iliyetakiwa kutokea sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Kisha akawaleta wana wa Haruni, na Musa akaitia hiyo damu katika ncha za masikio ya kuume, na katika vianda vya gumba vya mikono yao ya kuume, na katika vidole vya gumba vya maguu yao ya kuume. Kisha Musa akanyunyiza hiyo damu katika madhabahu pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Mkono unawakilisha nini? Mkono kama unapojua, ina maana wale Haruni walitakiwa watumie mikono yao kumtumikia Mungu katika ile hema ya makutano. Lakini kumbuka ya kuwa miguu yao ilikuwa inakanyaga. Umeona sasa? Ina maana pasipo damu hapana ondoleo la nini? Mikono inashika, miguu inakanyaga. So palikuwa na utakazo kweli kweli. Ndio maana watu walikuwa wanaogopa hata kuwa kuhani. Maana wewe unadhani kuhani alikuwa analala siku ambayo imelala, kesho anaenda kuingia bahali patakatifu siku ya upatanisho? Pata picha kwa kamba imefungwa kwenye mguu. Unaingia huko lakini kamba imefungwa kwenye mguu, lakini vile vikokomanga pamoja na vigegele vinalia. Unaingia.
Lakini watu wanasikilizia ya kuwa zinalia ama zimenyamaza. Alafu sasa wana wa Israeli walikuwa wataji jina la Yehova. Walikuwa najua ni jina la hatari mno kwao. Walikuwa hawezi kutaja Yehova. Lakini kumbuka jina hilo kuhani mkuu alikuwa anaitaja akiwa ndani kula napatanisha dhambi. Nasema hivyo watu wa Mungu. Kwa sasa hivi tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Yesu, maana aliondoa mambo magumu yote katika jambo la Bwana. Hiyo ilikuwa ni hatua ya kumwabudu Bwana. Kuabudu Bwana kwa matendo. Kwa sasa hivi unahitaji kwenda mbele za Bwana kwa moyo wako wa upendo, kwa sauti yako, kwa pumzi yako, maana wewe ni kuhani. Unayo uwezo wa kwenda mbele ya Bwana. Maana kwenye Agano la Kale kuna mtu aliyeruhusiwa kwenda mbele za Bwana kasoro nani? Kasoro kuhani mkuu. Hebu twende kwa jina la Yesu. Amen. Kisha akatoa hayo mafuta na mkia wenye mafuta na mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo na kitambi cha ini na figo mbili na mafuta yake na mguu wa nyuma upande wa kuume. Kisha katika kikapu cha mikate isiyotiwa chachu kilichokuwa pale mbele za Bwana akatoa mkate mmoja usiochachwa. Umeona sasa? Bila shaka kwa nini mafuta yalitolewa yote? Watu wa Mungu, mafuta iliwakilisha sehemu iliye bora katika mnyama. Lakini katika damu, unaona Mungu aliwapa damu kwa ajili ya upatanisho. Lakini kumbuka, damu, kwenye damu palikuwa na uhai, na uhai ilitakiwa imrudie Mungu. Ndio maana Mungu alisema, na mtu yule atakayemwaga damu ya ndugu yake, nami nitataka damu yake. Ina maana swala la damu inawakilisha uhai wa mtu. Ndio maana uwe makini sana. Wewe uliotaga mtu amekuchanja, amekukata, wewe ulienda kwa mganga akakuchanja, bila shaka watu wa Mungu, kwenye damu pana uhai. Tunahitaji tuombe leo kama kuna mauza kwa sababu ya kuchanjwa chale. Kumbuka tumetambua kwa kumbe kwenye damu haikutakiwa hata mtu ale. Yawezekana wao walikula zile kisusio sana tu. Bila shaka leo tunataka tufuatilie sije kaa kisusio ndiye kinachokutesa alafu unabambikia watu ya kuwa wamekuloga. Tunataka tujue leo. Wengine ni kisusio, wengine alienda kwa mganga akamchamja kwenye paji la uso ama kifua, anasema alafu akapaka vitu vyeusi. Ulishaomba zikatenguliwa zikatolewa ndani zile dawa nyeusi zilizopakwa. Maana hukuchanjwa tu bure. Alipokuchanja alichukua kiasi cha dawa alafu akasugua hapo, ipo ndani ya mwili wako. Unawashwa mwili mzima. Madaktari wanatafuta waoni. Mganga aliingiza watu wakumi ndani yako. Hao wadudu wanatembea ndani ya mwili wako, mganga aliingiza. Wewe ulimpa mkono wako akachanja. Lakini sasa wewe unaona kwa alipochanja damu ilikuwa inatoka, alafu kwa nini apake pale kwa hivi? Ili ingia kwenye damu yako. Hiyo ndio kazi tunataka tufanye leo. Amen. Hakuna siku iliyebadilisha na kutengua ile dawa iliyopakwa kwenye sehemu ile chanjo kila mdogo. Hata mimi nilichanjwaga. Hata wao walichanjwaga, usiniambie wewe. Wewe umeona ulichanja, lakini niko kwenye damu yako, mbona hujaitengua wewe? Hujaitengua. Mimi mtaliaomba kabisa kwa ajili ya kuchanjwa, alafu akasema kuwa kilichoingizwa kwenye damu yangu Baba wa rehema naibatilisha, na Baba wa rehema ninayatoa damu yote hayo Baba nampa mganga. Ni kweli. Yaani unaomba aje mtoto wa mtu, lakini bado yule mwanaume akipepo na wewe anapata wapi mlango? Unaomba kila siku, unatoa sadaka, unatoa fungu la 10, mwaminifu wewe. Kwenye mgongo wako ulichanjwaga wewe. Kwenye mgongo wako ulichanjwaga wewe. Anajua sio maana, anajua sio tima. Alipigwa. Wengine sasa wachanji na wewe wanataka sijui nini ile kisu nini? Bila shaka ndio maana nasema hivi. Uwezo
ukamfungua mtu huyo pasipo kwenda kwenye kitabu cha mambo ya Walawi. Ndio maana watu wengine naona nywele zinasimama, naona wengine mioyo inaanza vibrate. Moyo wako vibrate, lakini unakuja twende haraka. Na mkate mmoja ulioandaliwa na mafuta na kaki moja nyembamba akaweka juu ya mafuta na juu ya huo mguu wa nyuma. Umeona sasa watu wa Mungu, keki ilikuwepo pamoja na mkate, lakini umetiwa mafuta. Kwa nini mkate utiwe mafuta? Ukitaka kujua mkate uliyetiwa mafuta, lazima ujue mkate ni nini, mafuta ni nini. Mafuta iliwakilisha Roho Mtakatifu. Mkate, Yesu akasemaje kwenye Yohana sura 6? Mimi ni mkate wa lakini Yesu akasemaje kwenye Mathayo sura ya 4 mstari karibu wa 14-15? Roho ya Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta nihubirie maskini habari njema ya ufalme wa Mungu. Na maana kumbe Yesu alikuwa mkate uliopakwa mafuta, lakini umeona huo mkate uliopakwa mafuta na keki ilikuwa ni kivuli na picha cha Yesu. Kumbe mpaka na sadaka ya kutikisa, sadaka ya amani ilikuwa Yesu, sadaka ya kuteketeza Yesu, sadaka ya dhambi Yesu, sadaka ya upendo Yesu, sadaka zote Yesu. Pigie Bwana makofi makubwa. Sasa kila kitabu kumbe Yesu yupo. Ndio maana kumbe eti yeye ni yote katika yote. Mti wa uzima, maji ya uzima, maji yaliyo hai. Mpaka nyota ni nyota ya asubuhi. Ni nuru. Nasema hivyo watu wa Mungu. Haya ni mambo ukijua. Kazi tunayekuwa nayo sasa ni kuomba sasa. Nahitaji tutatulisha misuli, tunaomba hapa sasa. Tunaomba kabisa na majina ya Yesu. Na siku moja tunaanza kuangalia kwenye kila kitabu Yesu ameitwaje. Tunaanza kuona ya kuwa kwenye sadaka zote kila sadaka ilikuwa ni Yesu. Hata mpaka mkate uliotiwa mafuta, keki iliyotiwa mafuta. Hebu twende. Kisha akaweka vyote katika mikono ya Haruni na katika mikono ya wanawe na kuvitikisa huku na huku viwe sadaka. Bila shaka tuliona kabisa ya kuwa kwa sadaka ya ile ya kutikiza, tuliona ya kuwa pia na ile sadaka ya amani ya kuwa mtu alipopeleka, kuhani aliweka katika mkono wa yule aliyepeleka, alafu ikatikizwa juu. Kwa nini kutikizwa juu? Ina maana hii ilikuwa ni sadaka ya amani, sadaka ya ushirika, ambayo pia nilikuambia ya kuwa ilikuwa ni sadaka ya shukrani. Baada ya kutoa sadaka zote, ulitoa hii sadaka kumshukuru Mungu, maana amezikubali sadaka ya dhambi, na maana amekuondolea dhambi. Amekubali sadaka ya kuteketeza, tayari hii ilikuwa ni shukrani. Ina maana sasa unakuwa na ushirika, ndio maana inainuliwa juu kwa Bwana. Na hii ndio sadaka ambayo pia nilikuambia kuwa mkate yenye chachu inaweza kutumika, kwa sababu nilisema ya kuwa ni sadaka ambayo ilikuwa iteketezwi juu ya madhabahu. Tuliona kwenye sura ya 2 ya kuwa juu ya madhabahu haikutakiwa kuteketezwa nini? Chochote chenye chachu. Lakini kwenye sadaka hii ambayo haiteketezwi juu ya madhabahu, ina maana chachu ingeweza kufanya nini? Ingeweza kutumika. Lakini baadaye chachu ilikuja kuwakilishwa na dhambi. Umeona, chachu ilikuwa kabisa hicho kinachofanya nini? Kinachofanya kitu kichachuke. Lakini kwenye Agano Jipya Yesu akasema jitengeni na machachu ya nini? Ya Mafarisayo. Ina maana chachu aliwakilisha dhambi. Ndio maana Yesu akaitwa mkate usiokuwa na chachu. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Musa akavitoa tena mikononi mwao na kuviteketeza juu ya madhabahu. Juu ya hiyo sadaka kuteketezwa vilikuwa vya kuwaweka wakfu ni harufu nzuri iliyokuwa dhabihu iliyosongezwa kwa Bwana kwa moto. Umeona sasa? Hiyo ni ya kufanya nini? Ya kuteketeza. Lakini kwa nini imetoka kwenye mikono ya makuhani? Kwa sababu kumbuka, hao walitakiwa waje wafanye kazi wapi? Pale kwenye madhabahu. Kumbuka ya kuwa
hiyo ni katika kusimikwa katika hiyo ofisi ya ukuhani. Na kumbuka ya kuwa baada ya hapo sasa utaona Musa tena akifanya kazi hiyo. Utaona kama ni kuhani mmoja anatoa sadaka ya dhambi, ina maana alichaguliwa mmoja kati ya makuhani ili associate ama ndio asimamie hiyo nini, hiyo shughuli. Ndio maana tuliona kule nyuma ya kuwa kuna neno ambayo ilikuwa inapiga watu chenga ya kuwa kuhani aliyetiwa nini, mafuta. Ina maana kuhani aliyechaguliwa kwa ajili ya kuhudumu siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Musa akakitoa kile kidari, akakitikisa huku na huku kiwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Ni sehemu ya Musa katika huyo kondoo mume wa kuwaweka wakfu kama Bwana alivyomwagiza Musa. Umeona, hiyo ni sehemu ya Musa. Kwa sababu gani? Si eti ilikuwa sehemu ya Musa daima. Ni kwa sababu Musa ndiye aliyekuwa anafanya kazi ya kuwahudumia. Ina maana aliyehudumia bila shaka alipata ujira wake pale. Makuhani walikuwa nakula pale. Lakini kwenye Agano Jipya tuliona kwenye ile wa Korintho sura ya 1 mstari wa 9 kuanzia mstari wa 14 ya kuwa watu wa Mungu, mtu yeyote anayefanya kazi madhabahuni, anayehubiri madhabahuni, anatakiwa ale wapi? Anatakiwa lipo wapi? Lakini afanye kazi wapi? Madhabahuni. Ndio maana Musa alipokuwa anafanya ile kazi, ina maana kile kidari alichokitikisa juu, ina maana ile ilikuwa ni sehemu yake yeye na familia yake kama ujira wake. Kumbe Mungu, Bwana Mungu ni upendo. Hata wanayemtumikia Mungu, kumbe Mungu alikuwa anawalipa. Mungu atakulipa unapohubiri injili kule nje, unaposhuhudia watu wengine kule. Bwana atakulipa wewe. Usiseme kabisa nitafanyaje. Kama unakuwa mwaminifu ya kuongea habari za Bwana kule nje, yawezekana usilipwe na mchungaji, yawezekana usilipwe na kanisa, lakini Bwana atakulipa. Maana kama wakina Musa hakuwa kwenye hiyo ofisi, lakini kazi ya kusimika tu tayari, eti ile kidari yote inakuwa ni ya nini? Ya kwake. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Kumbe Bwana anataka kila mtu apewe ujira wake. Twende. Kisha Musa akatoa baadhi ya mafuta ya kutia ya damu iliyokuwa pale juu ya madhabahu na kumnyunyizia Haruni katika mavazi yake na wanawe katika mavazi yao pamoja naye. Akamtakasa Haruni na mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye. Umeona, mpaka mavazi yanatakaswa. Watu Mungu nasema hivi, bila shaka tembea yako imwakilishe Kristo. Ongea yako, matendo yako yamwakilishe Kristo. Ndio maana kitabu cha Mambo ya Walawi, ili uishi maisha matakatifu sasa hivi, ni lazima uelewe kitabu cha Mambo ya Walawi, kwa sababu utakatifu uliongelewa mara zaidi kuliko kitabu chochote kwenye Biblia. Ndicho kitabu pekee yake ambayo utakatifu, utakaso ilijaa pale. Na kumbuka ya kuwa ndio kazi Yesu alikuja kufanya, na ndio kazi Yesu aliyetuachia. Ndio maana kama kuna kazi tunayefanya ni kuwapatanisha watu na Bwana. Ndio maana heri wapatanishi, maana wao watafanya nini? Wataitwa wana Mungu. Vizuri, twende. Kisha Musa akawaambia huyo Haruni na wanawe, tokoseni hiyo nyama mlangoni pa hema kutania, mkaile pale pale, na hiyo mikate iliyo katika kile kikapu cha kuwaweka wakfu, kama nilivyoagizwa kusema, Haruni na wanawe wataila. Umeona Musa, mimi nampenda Musa kwa sababu Musa hakufanya chochote ambayo hakuagizwa na Mungu. Kila kitu alifanya alichoagizwa. Ndio maana watu wa Mungu, sisi watu tuliookoka, tuishije na ndugu zetu, tuishije na wabaya wetu, Biblia inatuongoza. Ndio maana usifanye chochote pasipo kujua neno la kukuongoza. Ndio maana maana neno linatuongoza sisi wanaagizo kuu ni kupenda maadui zetu na kuwaombea mema wanayetuudhi. Ni ngumu kweli kweli. Nilikuwa naongea na mama moja siku chache zilizopita, akanihadithia story ndefu kweli. Alafu akaniambia kuwa mchungaji, bado naniambia kuwa niendelee kumpenda huyu adui wako. Nikamwambia huyu adui wako kabla ya hizi siku chache alikuwaga mbaya wako. Asema hapana, tulikuwa tunapendana, sio mchezo. Nikamwambia ni adui, shetani ndio amemkamata, na anayepingwa sio wewe, anapingwa Mungu na hatima ya Mungu ndani yako. Ndio maana watu wa Mungu, usione yule mtu anataka kukuua, hataki kukuua wewe,
Anataka kuwa ile kazi ya Mungu iliyopo ndani yako. Anataka kuwa ile huduma iliyopo ndani yako. Ile msaada ulio nayo katika ufalme wa Mungu ni anayetaka aiangamize. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu. Mimi na wewe tukisimama katika maombezi tutapata kuokoa dunia yote. Ni lini umefunga na kuomba kwa ajili ya yule mjomba wako apate kuokoka aliyeloga mama yako? Ni lini umeomba kwa ajili ya yule mganga wa mtaani kweli ili apate kuokoka? Ni lini umefunga na kuomba na kusema na kusugua magoti chini kwenye simiti mpaka goti linaota sugu kwa sababu ya yule mganga aokoke? Nione nesa mchungaji nimewahi kufanya hivyo. Wewe mbingu gani unataka kwenda? Mbingu gani unataka kwenda? Nasema hivi, ni wakati mzuri nianze kuona watu sasa wakija kila wakati kwa ajili ya ndugu zao. Wewe Mungu ameshakuponya. Njoo kwa ajili ya yule mama yako. Njoo kwa ajili ya yule mtoto wa dada yako. Itatufaidi nini sisi tukienda mbinguni na watu wengi kundi kubwa likaenda motoni? Tutakuwa tumeshindwa. Kama ni habari za kuhesabu magoli, tusije tukafungwa magoli mengi. Michael Mhonga, tuzuie tusifunge magoli mengi, lakini tufunge magoli mengi. Ndiyo maana nasema hivyo watu wa Mungu. Tunahitaji tufanye wengi waokoke, wale ndugu zako wote waliokutesa. Ndio kazi nataka nifanye hapa. Njoo nisumbue mimi, mchungaji yule mchali baada ya kuokoka. Mimi niko tayari kusugua goti, lakini mimi na wewe lazima twende wote, usiniache mtoto wa mtu. Mchungaji umejua bwana hii kazi ni ya kwako. Kwani wote wakikwenda mbinguni? Tunatakiwa wote. Mimi niliwahi kuomba kwa ajili ya familia yangu na ukoo wangu. In fact they are doing very well. Uwezo kavuna usichokipanda. Yaani ukoo mzima. Inakugharimu magoti yao kuota manundu ili ile ukoo wako wokovu ingie. Na wacha nikwambie, Mungu anatazama mtu mmoja, mwenye haki mmoja tu, anayesimama na neno lake. Mtu mmoja tu anayebeba mzigo wa kuomba kwa ajili ya taifa. Yawezekana ukadhani taifa yako watu wazito wale wanaombea taifa. Hakuna. Wanaomba kinyume hao. Lakini unakuta kwa wewe ndio unayeombea taifa. Ndio maana omba kwa bidii zote kwa ajili ya taifa letu. Unaweza kaona kama wachungaji wanaomba, kumbe wachungaji wanaomba kinyume. Ndio maana sema hivi, maombi yako yawezekana yakaokoa taifa na dunia yote. Ndio maana hii ni wakati wa kuomba. Leo hii nadai wanaagizo kuomba. Mchungaji ananikataza kuomba. Flora anataka kuruka juu. Leo hii nataka uombe kwa ajili ya taifa. Leo hii nataka kuomba uombe kwa ajili ya yule mchawi. Nataka uombe kwa ajili ya yule ndugu yako. Nataka uombe kwa ajili ya ukoo wako, kwa ajili ya taifa la Israeli na kwa ajili ya dunia yote. Leo hii watatu nakudai kuomba. Ulikuwa unasema mchungaji unakataza nisiombe. Sasa ni wakati wa mimi kukudai. Ni lini umepiga magoti ukiomba kwa ajili ya ukoo wa baba, ukoo wa mama, ukoo wa mume? Kazi iko kwako sasa. Mimi nataka uje unishirikishe tu, lakini ukija naangalia magoti yako kwanza kama yana sugu ama mna. Nasema bwana kwanza kasugue kwanza. Kabebe kwanza nikusujudia nikupokee. Mchungaji, unatafuta mabaya mchungaji. Usiogope maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike maana mimi ni Bwana Mungu wako. Nitakusaidia, nitakuinua juu, nitakushika kwa mikono yako wa kiume wa haki yangu, asema nani? Bwana wa majeshi. Tupigie Bwana makofi makubwa. Hebu twende malizia nipate kuomba. Nacho kitakachosalia katika hiyo nyama na mikate mtakichoma moto. Wala msitoke nje mlangoni pa hema kukutania muda siku 7 hata siku za kuwekwa wakfu kwenu zitakapotimia, kwa kuwa ataweka muda siku 7. Vile vile kama vilivyotendeka siku ya leo, ni vivyo Bwana alivyoagiza kufanywa, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu. Nanyi mtakaa mlangoni pa hema kukutania muda siku 7 mchana na usiku, na kulinda ulinzi wa Bwana, ili kwamba msife, kwani ndivyo nilivyoagizwa. Basi Haruni na wanawe wakafanya mambo hayo yote Bwana aliyoyaagiza kwa mkono wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu pata picha ya kwa watu hao hawakutakiwa kutoka katika hema ya makutano ndani ya siku ngapi? 7. Ina maana kila siku ilifanywa hivyo.
Namba 7 ikiwakilisha ukamilifu. Ina maana ilitakiwa waondolewe dhambi kweli kweli, watakazwe kweli kweli. Ndio maana sasa hivi watu wa Mungu tunahitaji tufanye kweli kweli. Maana tumeona eti siku 7 watu tukio hilo moja linafanya nini? Linarudiwa. Hesabu kwanza ng'ombe waliyekufa. Ndio maana nasema hivi watu wa Mungu. Ni kweli ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na hao wenye nguvu ndio watakaye irithi. Hebu sasa tuone mambo machache kabla sijaomba. Sadaka kwenye Agano la Kale abuduye alihitaji sadaka ya mpatanishi. Umeona sasa? Kumbe hao watu waliyekuwa wametenda mabaya eti alikuwa ni waabudio. Alikuwa ni mtu anayeabudu. Ni sasa hivi mshirika ama aliyeokoka. Kumbe alihitaji mpatanishi. Ndio maana kitendo hichi cha kusimika watoto wa Haruni ilikuwa ni muhimu sana. Maana kumbuka ya kuwa bila shaka sasa wana wa Israeli walitaka kuanza kuishi maisha matakatifu chini ya utawala wa yule kiongozi yao aliyekuwa anakaa pale katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone, hebu tusome mpatanisha bali kwa. Hebu soma Agano Jipya, Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Tutakwenda haraka maana nahitaji niwe na dakika chache ya kuomba pia. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Mstari wa 5. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Naona sasa Yesu Kristo ndio mpatanishi wetu katika Agano Jipya. Lakini cha ajabu, kazi yoyote ambayo alikuwa anafanya Bwana Yesu aliachia wanafunzi wake. Ndio maana ile katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 3 nasema kuwa mambo alianza kuyafundisha na kuyafanya wanafunzi wake wakayaendeleza, lakini Kristo akitenda ndani yao. Na sisi tumepokea kutoka kwa wale wanafunzi, sisi ndio tunayafundisha na kuyatenda, na tukiwafanya na wengine watende hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Yesu ni mpatanishi, wewe ni mpatanishi. Kama Yesu ni kuhani mkuu, basi wewe ni kuhani. Haruna alikuwa kuhani mkuu, lakini watoto wake walifanya nini? Walikuwepo. Ndio maana Yesu kama anachukua nafasi ya Haruni, tunachukua nafasi ya wale watoto wa Haruni ambao walikuwa ni makuhani. Sema mimi ni kuhani mkuu. Mimi ni kuhani mkuu. Unasema kwa sauti ya chini maana uamini. Ukuhani wa Kilawi kwenye Agano la Kale unapata utimilifu wake katika Yesu Kristo, kuhani mkuu wa waumini. Hebu soma Waebrania sura ya 2 mstari wa 17. Inapata utimilifu wake ukuhani wa Kilawi katika ukuhani wa Kimelkizedek ambayo Kristo Yesu alikuja kuitimiliza. Waebrania sura ya 2 mstari wa 17. Aliyepata soma. Hata wewe mbele hapo soma. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Endelea. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia na wao wanaojaribiwa. Bila shaka Yesu Kristo alikuwa ni mpatanishi na kuhani mkuu kwa waumini. Kuhani alichaguliwa kwa niaba ya watu kama mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Hebu tuone Yesu kama mpatanishi. Waebrania sura 5 mstari wa 1. Waebrania sura 5 mstari wa 1 tuone. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mrudishio Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi, awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Vizuri. Madhumuni ya kuhani mkuu ilikuwa ni wakasaidia watu wa Mungu kumkaribia Mungu
na kuwaleta kwenye msamaha na toba. Umeona sasa? Hebu tuone kwenye Agano Jipya, Waebrania sura 7 mstari wa 24 mpaka 25, jinsi Yesu alituleta karibu na Mungu katika msamaha. Na mwingine afungue Waebrania 10 mstari wa 14. Bali yeye kwa kuwa akaa milele anao kuhani wake usioondoka, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Bila shaka anaweza kutuokoa kwa sababu yeye yu hai na daima yuko pale. Ndio maana yeye ni mwombezi wetu. Niliwahi kukuambia hivi ya kuwa kuna dhana ambayo ukikaa katika dhana hiyo, basi unaweza ukatoka katika ile mstari wa kuishi maisha matakatifu. Ukisema kwa mimi naomba Bwana, mimi usinitanie kabisa ni muombaji. Mbinguni Yesu Kristo anatuombea. Hapa duniani Roho Mtakatifu anafanya nini? Anatuombea. Ukisoma katika Warumi 8:26-27, nanyi kadhalika amjui kuomba, naye Roho Mtakatifu huwaombea kwa kuugua, naye Roho Mtakatifu huchunguza nini? Mioyo, na kujua maeneo ya kuombea. Hapa duniani Roho Mtakatifu ndio anayekuongoza na anakuombea, lakini mbinguni muombezi wetu ni kuhani mkuu aliyeingia mahali patakatifu mara moja na akatoa damu yake na kutupatanisha nayo, ambayo ni Kristo Yesu. Hebu soma 10:14. Maana kwa toleo moja ni wakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Na Roho Mtakatifu naye ashuhudia, kwa maana baada ya kusema hili ndilo agano nitakalo agana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Roho Mtakatifu kazi yake ni kumshuhudia Yesu. Kwani mkuu aliwaleta watu karibu na Mungu na kutoa matoleo na kufundisha amri ya Mungu. Umeona sasa? Sio tu makuhani walikuwa wanafanya kazi ya kutoa matoleo kuwapatanisha watu, lakini makuhani nao walikuwa wanafanya kazi ya kufundisha amri, zile amri ambayo Musa tayari anawafundisha makuhani, na makuhani wanafundisha watu. Na maana makuhani wataongea na watu, Musa anaongea na Mungu, kisha anaongea na makuhani. Makuhani wao kazi yao ni kuwapatanisha watu, lakini pia kuwafundisha amri za Mungu. Hebu nisomee Kumbukumbu 33 mstari wa 8 mpaka 10, Epafra. Alafu Waebrania 8:3, na mwingine Waebrania 9:7 alafu 13. Soma 8:3 Michael, Waebrania 9:7 alafu taruka tasoma 13. Anzia Epafra, Kumbukumbu la Torati 33:8 mpaka 10. Tuone kazi ya makuhani ilikuwa nini. Akamnena Lawi, Tumimu yako na Urimu yako vina utakatifu wako, uliye mjaribu huyo huko Masa, ukateta naye kwenye maji ya Meriba, aliyemtaja baba yake na mama yake mimi sikumuona, wala nduguze hawakukubali, wala hawakujua watoto wake mwenyewe. Maana wameliangalia neno lako, wamelishika agano lako. Watafundisha Yakobo hukumu zako na Israeli torati yako. Watafundisha Yakobo hukumu yako na Israeli. Unapoongelea habari ya Yakobo na Israeli, bila shaka hiyo ilikuwa ni unabii juu ya ile taifa ingegawanyika mara mbili, ingetengeneza taifa la kaskazini ambayo ilikuwa ni imebakia na jina Israeli, na taifa la kusini ambayo ilikuwa na jina la Yuda. So kuna wakati mwingine pia taifa la kaskazini iliitwa Efraim. Lakini kumbuka ya kuwa anasema Yakobo lakini na Israeli, maana taifa hilo lilikuja kugawanyika mara ngapi? Mara mbili. Na maana Israel bila shaka ilikuwa ni jina la baraka ya Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Wataweka uvumba mbele zako na sadaka nzima ya kuteketezwa madhabahuni mwako. Hapo imetosha. Maana watafundisha lakini pia watatoa matoleo, sadaka ya kuteketeza. Ebrania 8:3. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Umeona, hiyo ni sasa kwenye agano
Jipya. Kuhani mkuu hufanywaje? Hebu rudia tena. Hiyo ni kwenye Agano Jipya katika Waebrania hiyo 8:3. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Umeona sasa? Atoe vipawa na nini? Na dhabihu. Vipawa ni nini? Vipawa ni zile uwezesho ya mtu kutenda, uwezesho ya kujifunza neno la Mungu na kupata kufundisha. Kumbuke ya kuwa ni kazi ya huyo kuhani. Lakini huyo kuhani ni nani? Huyo kuhani anayeongelewa kwenye Waebrania, kuhani mkuu huyo ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndio aliyetoa vipawa kwa ajili yetu, lakini pia alitoa dhabihu ya damu yake mara moja pale msalabani na hahitaji kuitoa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Soma Michael. Anasema wala ikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Mstari wa 13. Maana yeye aliyenenwa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine, ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyehudumia madhabahuni. Bila shaka watu wa Mungu umeona, lakini kinachonishangaza ni mdogo anabarikiwa na mkubwa. Mbona wewe katika maombi yako, ninabariki na kubariki Bwana, nabariki jina lako Bwana, haleluya. Wewe mbona unambarikia Bwana? Wakati mdogo ubarikiwa na hiyo ni question mark nimekuacha nayo, utaenda kufanyia utafiti. Kwenye Agano Jipya watu wa Mungu, ukuhani wa kale haitajiki tena, bali ukuhani unayehitajika sasa hivi ni wa Melkizedek, lakini Kristo akiwa kama kuhani wetu mkuu. Hebu soma Waebrania 4:11. Epafra. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta aliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Bila shaka ila ndipo tunatumiaga kwa ajili ya kuwaua wachawi. Kisome vizuri, uanzie kwenye mstari wa kwanza mpaka wa mwisho, alafu uone maana yake. Walijua hilo. Ni nyepesi kutambua nini? Akili na fikra za Mungu. Ina maana bila shaka lazima ujue kabisa kuwa fikra za Mungu na akili zake, ukitambua utatambua mapenzi ya Mungu ni kuona wote wakifikia toba ya kweli, hata moja potei. Na wewe unatakiwa uungane na mapenzi ya nani? Ya Mungu Baba, ya kuwapenda wale wabaya wote. Yesu Kristo sasa ndiye kuhani mkuu wa Agano Jipya. Hiyo kwa wakati wako utasoma Ibrania 9:15 mpaka 22. Yeye ni kuhani mkamilifu wa milele. Na utaandika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 tulishasoma. Na Ibrania, hebu nisomee Pafra Ibrania sura ya 7 mstari wa 25. Na kwa wakati wako utasoma Waebrania 9:23 mpaka 28. Utaona Yesu Kristo kama kuhani mkuu aliyekamilika. Hakuhitaji kupatanisha dhambi zake kwa kutoa kafara kwa ajili yake, lakini yeye moja kwa moja alienda na kutupatanisha kwa kutoa damu ya thamani kwa ajili ya dhambi zetu. Soma hapo alafu nitakuwa ninaomba. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao mjao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Yu hai siku zote ili atuombee. Wapi? Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba ili apate kuomba kwa ajili yetu. Ndio maana watu wa Mungu, soma Biblia, fundisha watu neno la Mungu. Yupo muombezi anayekuombea mbinguni na yupo muombezi anayekuombea hapa duniani. Lakini Roho Mtakatifu ukitakiwa uombe, umekaa kwenye gari, unasikia hamu ya kuomba, omba. Usiku usingizi hamna, pray. Mimi nikiona
usingizi haupo, ni wakati wa kuomba. Na nikiomba nasikia kuna kitu kule ambao imetenguliwa mahali. Mchungaji, niombe mimi, nataka nilale bwana, silali. Sitaki kabisa, omba. Omba. Omba mpaka wakome. Mimi juzi niomba mpaka saa 9. Nini? Pale bana, usingizi hamna. Nena kwa lugha kweli kweli. Kuna wakati unatakiwa uombe, wewe uombi. Kuna wakati ambao utakiwa kuomba ndio wewe unaomba, mtoto wa mtu. Fanya kinachotakiwa kwa wakati unayetakiwa na kwa muda unayefaa na kwa mahali panapofaa. Mabaya yanapata kwa sababu saa nyingine utambui Roho Mtakatifu anataka uombe namna gani. Siku moja nilikuwa naenda kanisani, nimepanda daladala. Nilikuwa nimekaa mbele lakini karibu na mlango, lakini mtu mmoja akaa katikati na dereva akakaa mwisho. Lakini nilipofika kwenye kituo fulani tuna gari linapotoka, naambiwa omba. Alafu nasema nena kwa lugha. Bado nashangaa mdomo umeshaanza kunena kwa lugha kwa sauti. Mpaka aliyekaa katikati alikuwa akashangaa, alafu na dereva. Lakini kila kunena baba nimefumba na macho. Tulienda kama hatua kama mita kama 100. Tulipofika njia panda, pika ilitoka kule juu ikapita mbele yetu chua, mpaka watu wakafumba macho, wakapiga na kelele. Nikaambia umeona? Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, Roho Mtakatifu anajua ni wakati gani wa kuomba. Lakini wewe saa nyingine unakuwa mkaidi. Unapoambia omba unakataa kabisa, sema siombi sasa hivi, nimechoka mimi. Ndio maana mabaya yanakupata. Ukiomba katika mwongozo wa Roho Mtakatifu, watu wa Mungu, maombi yasiyo mchezo. Maombi yana nguvu. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nataka niombe. Zile chale ulizochandwa zile. Hizo chale hizo. Hao waliyepako uja. Wewe. Mwingine uliamka ukakuta umechajwa chale kutoka kwenye usingizi. Ukasikia kama inauma, kuangalia ukakuta wamekuchanja chale. Zamani watu wa Mungu tulikuwa tunachajwa chale bwana. Bwana, ngoja hapa mchajwa chale msilogwe. Mchajwa chale msilogwe. Lakini hebu nikuulize, ile vumbi inakulindaje? Mashetani yale ya ukoo. Maana nao anapokuchanja anaongea. Wananena kwa lugha wale. Usiuno limenatoka kama nyoka. Anakuunganisha na mababu. Hebu kama eti kwa chanje chale ili usilogwe. Mizimu wale unaunganishwa nao, ndio maana mnichanjwa wote, mkala na chakula kwa pamoja. Huko mtu ananena kwa lugha kimya. Mwambie ongea kwa sauti nisikie. Mwambie. Yaani wewe alipokuwa ananena kwa lugha, alikuwa anaweka walinzi wasioonekana mapepo. Ni lini ulijitenga nao walinzi? Ni lini uliwalipa? Kwa nini kila mwisho wa mwaka watu wengi zamani walikuwa wanarudi kuchinja? Wale walinzi wa ukoo walikuwa wanalipwa. Kila mlinzi anahitaji ujira. Yule mlinzi anayelinda duka yako unampaga ujira. Unadaiwa wewe. Chale hii inafanya unadaiwa wewe. Ndio maana leo tunataka tuwalipe ujira wao. Ujira yao wanataka damu ya mnyama. Tunawapa leo damu ya mnyama tunayo. Tunayo damu ya mnyama leo tunawapa. Na leo tunamalizana na wao wasitupa. Maana kwa nini hawakuachii? Watu wa Mungu, muda naye kudai, kwanza unaogopa. Kwa nini eti mchungaji nimetikisika mchungaji? Unaona kudai hao. Anayekudai hata kama ni mdogo lazima ujifiche chini ya ufungu kama wewe ni mtu mzima. Kuna mapepo mengine ambao wanaogopa. Nini? Wana mamlaka juu yako kwa sababu walikulindaga wewe. Bado una alama yao. Moyo wako ina vibrate. Nataka niombe swali kuhusu somo langu, nataka niombe.
Swali kuhusu mambo ya Walawi sura ya 8. Uliza swali. Yaani leo utaona kabisa, utakwenda nyumbani ukiwa na amani hajawahi kutokea. Maana hii ni siri kubwa sana. Ulikuwa ujui kama aliyekuchanja kwenye mgongo alichukua viungaunga, wengine walikuwa wanaficha. Umegeuza mgongo. Kabila yule. Alikupaka, iliingia kwenye mzunguko wa damu. Ndio shida uliye naye mtoto wa mtu. Bila shaka utaona leo ukilala kama mtoto mchanga. Utaona kabisa ugonjwa uliyekuwa na kutesa miaka yote inapotea leo. Amen. Mchungaji, mimi niliumiaga vibaya mno kwa nilijikua mpaka nikatoka na damu. Kwa nini ujikua toke na damu? Damu hiyo. Nani mwenye swali? I want to pray. Naona huwezi kuongea maana. Ameshikwa pabaya. Pabaya kweli. Swali ama neno? Yaani ni neno hapo na kusema kuhusu kulambishwa hapo. Yaani tunakuta anaweka kwenye kigumu chake. Siku na vitu vyeusi. Kwa hiyo akishakuchanja hivi. Anachukua ile nani yake kwenye kibuki ndio anakupakaza. Inaingia ndani. Kwa nini amechanja alafu akupakaze? Maana si hapo kuna sehemu imekatika. Ina maana tayari anapaka, inaingia ndani. Inaingia kwenye damu. Au anachukua kibuki chake. Kama mchinja kuku hivi. Anatia damu mle kwenye kibuki. Kwa ile damu anakulambisha. Onezwa. Ninataka niombe. Nani mwingine mwenye swali? Ukimya unaonyesha kuwa kuna wako arrest. Kuna sio pingo. Kuna wakupelekwa gerezani leo. Mimi nilikuwa naomba nifahamu kwa nini wanapenda kuchanja yani katika viungo, yani viungio, yani kwenye viungio. Watu wa Mungu tunajua inakaa. Kuna supu. Kwenye viungio tunajua, kwenye viungio kinachofanya nini? Bila shaka ina maana haiko nyama sana, ina maana kuna nini? Pale kuna mafuta lakini pia damu nyingi. So kinachofanyika ukiweka damu kwenye kiungio, ina maana dawa ile sina maana inakaa, lakini hata kunyonya sina nyonywa. Safiri kwa haraka. Mimi nataka kuomba. Nani mwingine? Utaki kuongea? Michael alikuchanja sana tu, usiniambie. Hicho ndio nilichotaka kusema. Sema. Kuona omba kimaalum sana. Kulitupia jicho. Niombe sasa watu wa Mungu. Sema Baba. Baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Niko mbele zako. Mahali patakatifu. Mahali palikowekwa jina lako. Penye madhabahu yako. Na neno lako. Umesema na mimi. Neno lako. Ni Roho Mtakatifu. Baba wa rehema. Mengi yalitendwa kwenye maisha yangu. Tangu nikiwa tumboni mwa mama yangu. Nikiwa mdogo. Nikiwa mkubwa. Miunganiko yote Baba. Ya kishetani. Chale nilizochanjwa. Ama kwa kujua. Ama kwa kutokujua. Dawa nilizolambishwa. Nikiwa mdogo. Pasipo ridhaa yangu. Katika jina la Yesu. Baba wa rehema. Yapo mambo kwenye maisha yangu yasiyoeleweka. Yawezekana Bwana walinichanja chale usiku nikiwa nimelala, ama Baba nikiwa macho. Ya ajabu Bwana, nimetambua leo ya kuwa aliyenichanja chale alikuwa ananena kwa lugha. Akiongea lugha nisiyoelewa. Akinipaka mavumbi. Sehemu aliyechanja. Bila shaka Bwana, yale mavumbi yaliingia ndani ya damu yangu. Yakaingiza mabaya ndani yangu. Ndio
maana Bwana, Ndio maana Bwana, yapo magonjwa nimepimwa Bwana, lakini haionekani kitu. Maana yapo kwenye ulimwengu wa kiroho. Baba mweza wa yote, nimetambua jambo moja, lazima nimekombolewa kwa damu ya Yesu. Na mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa yamekuwa mapya. Na sio mimi ninaishi tena, bali Kristo anaishi tena. Mikataba yote iliyofungishwa kwa kuchanjwa chale, leo ninajitoa rasmi kwa jina la Yesu. Ninajitoa rasmi kwa jina la Yesu. Dawa zote nilizolambishwa, nimeshiriki meza ya Bwana. Mwili wa Kristo ibatilishe vyakula vyote nilivyolishwa kwenye ndoto na kwenye ulimwengu wa kawaida. Baba mweza wa yote, niko tayari kupokea damu kutoka kwako, damu iliyochafuka na mavumbi ya kimganga, kwa jina la Yesu. Toke leo, niombe damu katika jina la Yesu. Nyamaza kimya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtakatifu Bwana, wewe ni mtakatifu Baba, ndio maana tumekusanyika katika eneo hili. Umesema nasi Bwana juu ya damu, Baba wa rehema. Baba, tukaona jinsi ambayo pana uhai kwenye damu. Uliwapa watu damu kwa ajili ya upatanisho, maana pasipokuwa na damu hapakuwa na ondoleo la dhambi. Hata kwetu sisi Baba wa rehema, wa agano jipya, katika damu ya Yesu tumepata kuondolewa dhambi. Baba wa rehema, kumbe kwenye damu yetu palikuwa na uhai wetu. Waliotuchanja chale, Baba aliyechanjwa kwenye paji la uso, Baba aliyechanjwa kwenye kiungo, Baba aliyechanjwa kwenye mgongo, aliyechanjwa Baba wa rehema sehemu yote. Kuna watu waliyechanjwa kwenye ulimi, kuna wale waliyechanjwa kwenye kifua. Baba leo wametambua ya kuwa mahitaji ilikuwa ni damu, na kwenye damu palikuwa na uhai wao. Ninafuatilia uhai wa kila mmoja. Kama kuna mtu ambaye alichanjwa chale na damu yake ikachukuliwa, uhai wake ukapindishwa, uhai wake ukachukuliwa, Baba wa rehema, leo Baba wa rehema, ninaagiza aliyechukua damu, ninaagiza aliyepaka Baba dawa kwenye damu yake, Baba ninampa huo uhai, Baba ninampa huyo damu. Na Baba mweza wa yote, damu yako Baba wa rehema ifanye Baba mtu yawe na damu nyingine tena. Baba wafanyie damu, Baba umfanyie damu, Baba umfanyie damu. Baba ninaagiza vyote vilivyoingia ndani yake kwa sababu ya Baba kuchanjwa chale. Mikataba ya chale na vunja. Waliyechanjwa chale Baba wakiwa ndotoni, katika jina la Yesu. Magonjwa aliyeingiziwa Baba katika damu, Baba kupitia kuchanjwa chale, ninayang'oa kwa jina la Yesu, ninayafuta kwa jina la Yesu. Mashetani ya ulinzi Baba, Baba waliyewalinda, aliambiwa kwa njoo tukuchanje ili uwe na ulinzi. Baba ilimuunganisha na mizimu. Leo navunja maagano yote, leo namtenganisha. Wewe dada uliyelabishwa dawa na kuchanjwa chale kwa mganga, bila shaka huo ilikuwa ni muunganiko. Uhai wako ilibaki kwa mganga, uhai wako uliyebaki kwa mganga, uhai wako uliyebaki kwa mganga, uhai uliyebaki kwa mganga, uhai uliyechukuliwa, uhai uliyeshikiliwa, mauti uliyeingiziwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ulichanjwa kwenye kifua, bila shaka ndio maana kifua kinajaa. Ulichanjwa wewe, ndio maana mabaya yote yanayopata leo ninaondoa mabaya yaliyopata kwenye kuchanjwa damu.
kuchanjwa chali kwa damu ya Yesu. Maagano yote, mikataba yote, ninang'oa Baba wa rehema. Na Baba, kuanzia sasa damu yake itakasike, damu yake itakasike, mwili wake utakasike, nafsi yake itakasike, mwili wake utakasike, hatua zake itakasike. Baba, ninatukuza jina lako, maana katika damu ya Yesu tumekombolewa, katika damu ya Yesu tumehuishwa, katika damu ya Yesu tumesamehewa mabaya yote. Kuanzia leo Baba, asidaiwe tena Baba damu, asidaiwe tena ujira wote Baba, na wale walinzi waliowekwa wa kuchanjwa chani Baba, inatoa roho zote chafu ndani yao, nikiwaweka huru Bwana. Ninatangaza ukuu wako Bwana katika damu ya Yesu aliyemwagika, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Swala lolote kuhusu damu ama kuhusu chochote ulicholambishwa, anza kuwa na amani.